miongoni mwa wale wanafunzi, na mwanzoni kwa sababu wanafunzi walimfahamu hawakuwa tayari kumpokea, wakiogopa pengine anajiingiza kwa siri ili apate nafasi ya kutumaliza kwa karibu. Lakini kiukweli Mungu ameshageuza mazingira magumu na yale yasiyo ya furaha yakawa ya neema kwenye maisha yao. Kwa hiyo Mungu katika nyakati za hatari, Mungu anaweza akatupigania, lakini pia anaweza akageuza mazingira magumu zikawa ni nyakati za kustareheshwa, kwamba hakuna mlima ambao tunaweza tukakutana naye na Mungu wetu asitengeneze njia ya sisi kuwa na pumziko. Ukisoma kutolewa kwa wana wa Israeli, anasema kilio chao kimefika mbele zangu, na Mungu aliona mateso yao, na kwa sababu ya kuona akaamua kushuka, akaamua kuingilia kati. Haleluya! Mungu huingilia kati katikati ya mapito yetu. Mungu huingilia kati katikati ya mambo tunayoyapitia. Ni kweli tunaweza tukapitia kwenye mambo machungu, mambo yanayoumiza, mambo yanayokatisha tamaa, lakini yuko Mungu aonaye, na kuna siku na saa yeye ataingilia kati, na akiingilia kati kila kitu kinatulia, amani inapatikana, upatanisho unapatikana, furaha inapatikana, kuburudika kuna kuwepo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa Sauli aliyekuwa shida na tatizo, Mungu akamuokoa. Unajua nilipokuwa nasoma maandiko akasema kwa kweli Mungu sio mtu. Kwa sababu kama mimi kama mwanadamu, maombi ambayo ningeomba sana kwa Paulo labda hapa afya. Kwa sababu sasa kama mateso yake yamekuwa makali kwa watakatifu, tunamwambia Bwana mkono wake uwe juu yake. Si ndio? Lakini kumbe alikuwa ni chombo kinachomfaa Bwana. Kumbe alikuwa ni mtu anayesubiri tu wakati wake na muda wake wa kuokolewa, na hatimaye ajiunga kwenye msafara wa watakatifu, na hatimaye ajiunga kwenye kundi la kumtukuza Bwana. Kuna watu hawatakiwi kufa, wanatakiwa wakutana na Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu atupaje sana. Maadui wetu mara nyingi tunatamani kuwaombea mabaya. Si ndio? Si ndio inakuwa rahisi. Tunatamani mtu kufanyia mabaya akutane na mkono. Anafanya jambo la kumuumiza, alafu anaanza kushangilia. Sawa kabisa. Lakini sio sawa kabisa. Biblia inasema waombeeni maadui, na sio unawaombea mabaya, waombee. Lakini anasema akiomba maji mpe nini? Mpe maji tena mazuri. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo huyu akakutana na Mungu, na hakuna aliyefahamu kwamba Paulo angekuwa chombo kinachomfaa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini hatimaye amekuwa chombo. Na kwenye maandishi ya Agano Jipya, yeye ni miongoni mwa wale walioandika vitabu vingi kuliko mitume wengine wote. Kazi yake imekuwa ya ajabu, kwa sababu kwa bidii ile ile aliyokuwa anatumia kwenye uharibifu, alipogeukia upande wa Bwana, ni kwa mbio hizo alikimbia. Ni kwa bidii hiyo alifanya, hakulegeza kamba, alifanya kwa bidii, alifanya kwa juhudi. Alipotambua anachotakiwa kufanya, hakuwa mvivu, hakuwa muoga, alipambana na kusudi la Bwana, na hatimaye injili ya Yesu Kristo ikafika kwenye kona mbalimbali, ikafika kwa wafalme, ikafika kwa wakuu. Hakuna mitume waliofika Rumi, lakini Paulo alienda mpaka kwenye ngome ya Rumi. Na akisema yuko Yesu anayeokoa, na akisema yuko Yesu anayebadilisha. Sura ya 27 niliyosoma, anatoa ushuhuda wake akiwa anahukumiwa. Anasema sikilizeni niwaambie habari hizi. Haleluya. Akaeleza maisha yake kabla hajaokoka, na jinsi alivyojifunza chini ya Gamalieli. Alikuwa ni mwalimu mahiri aliyefahamika na kuaminiwa, kwamba nimejifunza kutoka hapo, lakini hatimaye nimekutana na Yesu njiani. Anasema
naye akanibadilisha, yuko niliyekutana naye akanifanya kuwa mpya, na si mwingine ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na ndiye aliyenituma nibebe ujumbe wa habari njema, ndiye aliyenituma nibebe ujumbe wa kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati Yesu anakutana na Paulo, anatumwa aende kwa Anania. Mtumishi mmoja aliye kwa Mungu anaitwa Anania. Anaambiwa nenda pale, na Mungu akaongea na Paulo na akaongea na Anania. Anania akasema nimesikia habari nyingi mbaya za huyo mtu. Na hapa alipo ana barua, ana mamlaka kamili ya kulitesa kanisa. Na unamleta karibu kabisa kwa kuonekana naye uso kwa uso. Anaambia huyo ni chombo changu kiteule. Nimemuita, nitamtuma apeleke habari njema kwa mataifa na kwa wafalme. Jina la Yesu libarikiwe sana. Katika nyakati za hatari anaweza kutupigania. Anaweza kuyageuza mazingira magumu yakawa ni mazingira ya kustarehesha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati Mungu akamuokoa Paulo, akamuunganisha na kanisa, akamuunganisha na lile kundi, akawa upande wao, akawa upande wa watakatifu, akimhubiri Yesu, akimtukuza Yesu. Na rafiki yangu mmoja ambaye tuko naye kwenye uongozi wa jimbo anasema siku moja binti wa kaka akaokoka, na wakaamua kutengeneza vita kubwa sana. Naye alikuwa ni mkorofi. Kaka akaamua kwenda kanisani na mkuki. Amefunga sina na mafimbo yake, alafu akabeba mkuki, akaenda kanisani. Alipoenda kanisani akamkuta mchungaji, hapa kwa mchungaji wala mtu mwingine. Akasema kuna huyo binti ambaye amekuja hapa kanisani. Ninatoa masaa mawili tu atolewa hapa, anaenda kuolewa. Na kama hata ndani ya masaa mawili mtu atakufa hapa. Nywele zake amesuka yako huko juu. Kile mama akamwangalia, anasema natoa masaa mawili tu, alafu akaondoka. Narudi baada ya masaa mawili. Wale wakaingia kanisani wakamwomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwomba Bwana. Unajua kilichotokea baada ya muda, Mungu akamwokoa yule na kisika chake. Anakuja kanisani anakutana na Bwana Yesu. Alipookoka akawa mtetezi wa msichana aliyekuwa anamuoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Binti aliyekuwa amekosa mwelekeo, amekata tamaa, akakutana na kijana wa Kimurani mwenye uwezo wa kusema haolewe kwa namna nyingine, wacha asubiri kukaa kanisani. Akutana na mtu wa Mungu. Haleluya. Na baadaye shukuru Mungu, yule binti ameolewa. Amina. Bwana asifiwe sana. Sasa tunachosoma hapo, anasema baada ya mambo haya, anasema kanisa likapata raha, kanisa likastarehe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Somo la 31 kuna mambo mengi tu yako pale. Anasema basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya, likapata raha, likapata nafasi ya kujengwa, maana yake kuimarika. Jamani, haleluya. Likapata nafasi ya kujengwa, likapata nafasi ya kuimarika, likaendelea kukua, likiongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa kuna nyakati ambazo ni za hatari, lakini tunapomtegemea Bwana, Mungu anaweza kutusaidia. Nyakati za hatari ni nyakati za aina gani? Kuna mambo kama matatu. Kuna mambo mengi, lakini hata nizungumza matatu asubuhi ya leo.
nyakati za hatari. Naweza kuwa ni kipindi cha mateso kama ambavyo tumeona kwenye maandiko haya, kipindi ambacho ni cha mateso kwenye maisha. Yanaweza yasiwepo kwetu mateso kama yaliyotokea kwa kanisa lile, lakini inawezekana ikawa mateso ya magonjwa, inawezekana ikawa mateso mbalimbali ambayo tunayapitia kwenye maisha yetu. Kuna vitu ambavyo tunayapitia na wakati mwingine natufanya tuone kwenye mazingira haya magumu, msaada wetu utapatikanaje? Kuna vitu kama hivi ambavyo tunaweza tukapitia, yako mateso mbalimbali wakati mwingine watu wanaweza wakapitia, yako majaribu ambao watu wanaweza wakapitia, kuna vita, kuna mashambulizi ambao watu wanaweza wakapitia kwenye maisha yao binafsi. Ni nyakati za hatari, ni nyakati ngumu, lakini hata katikati ya mateso Bwana anaweza akatokea. Hata katikati ya mateso msaada wa Mungu unaweza kuonekana. Hata wakati kati ya mambo magumu bado Mungu anaweza kaingilia kati. Hakuna la kumzuia Mungu asiingilie kati. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni magonjwa, ni shida, ni vitu mbalimbali, bado kuna msaada wa Bwana, bado kuna mkono wa Mungu, na unaweza ukatuokoa kwenye mazingira hayo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo la pili, wakati mwingine ni kukosa usalama. Kuwa kwenye mazingira ambao unaishi hakuna usalama kwenye maisha yako. Na kuna watu wa Mungu wengi waliopitia kwenye nyakati kama hizi. Wakina Daniel walipokuwa utumwani, kuna hali ya kukosa usalama, hali ambayo haiwahakikishii usalama kwenye maisha yao, kwa sababu walitengeneza sanamu